Na mtazamaji wa TBC2, karibu, na hii ni awamu ya 6 jimboni. Mkono wangu wa kulia niko na mheshimiwa mbunge wa viti maalum Jenjeri James Ntate. Lengo la kukaa naye hapa ni kuzungumza na kufahamu yale yaliyofanywa kwa wakundi la wafanyakazi. Mheshimiwa Jenjeri, habari za kwako? Habari zangu nzuri, na wewe sijui unaendeleaje? Mimi alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu. Hapa umeniona napumua. Naamini na wewe pia uko salama kabisa. Mimi niko salama kuendelea na mtanange wa kazi kwa kuwakilisha nyie wafanyakazi. Nimefanya pale nilipofanya na serikali imesaidia kuchukua yale niliyosema. Namshukuru Mungu. Kwanza tuanze, nini maana ya mbunge wa viti maalum kwenye nafasi yako? Kazi kubwa ni ipi unaifanya? Viti maalum unaweza ukasema ni tunatafuta uwiano wa 50 kwa 50. Lakini kuna viti maalum vile vya makundi. Kuna kundi la wafanyakazi ambalo mimi ndo natoka, kuna kundi la vyuo vikuu, kuna kundi la wenye uhitaji maalum wale wenye ulemavu, kuna kundi la NGO. Ndo makundi ambayo yako humu kutokea Chama cha Mapinduzi, na kila kundi limepewa uwiano wa nafasi zake. Mfano wafanyakazi ni nafasi 2. Ina maana tuko wabunge 2 humo wa wafanyakazi. Lakini kundi la vyuo vikuu wasomi nao wako humo 2. Lakini kundi la NGO nao wako humo 2. Lakini wenye uhitaji maalum nao pia wako humo ndani kwa nafasi zao walizopewa. Na tuanze sasa. Tumekuwa tukishuhudia kwa hasa kwenye kundi hili la wafanyakazi wakikumbana na changamoto mbalimbali, ikiwemo ni pamoja na manyanyaso. Pengine wewe kama mbunge unaishughulikia kundi hili, ni kwa namna gani umepambana kuhakikisha kwamba changamoto zinaondokana kwa wafanyakazi wa serikali? Tuanzie hapo. Mimi kwanza nianze kuishukuru serikali ya awamu ya 6 ya Chama cha Mapinduzi inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Amefanya kwa wafanyakazi. Wakati tunaingia ilikuwa ni awamu ya 5. Lakini ukumbuke watumishi walikuwa na miaka 6 hawajapandishwa mshahara. Walikuwa na madeni yao ya malimbikizo ya nauli za likizo, madeni yao ya upandishwaji vyeo vya nyuma, zile arrears walikuwa hawajalipwa. Kwa hiyo vurugu zilikuwa nyingi, na tulikuwa kwenye vuguvugu la kikokotoo. Kama unakumbuka kwamba kikokotoo sasa kipunguzwe kutoka 50% ile waliokuwa wanalipwa watumishi wa serikali kuu ambao ni serikali, na wale wa mashirika ya umma ambao ilikuwa ni 25%. Lakini sasa waliokuwa wameguswa walikuwa ni hawa wa serikali, ndio walikuwa wanatakiwa ipungue kutoka 50% ije 35%, ambao ilileta sintofahamu sana. Lakini rais wa awamu ya 5 akawa amesema iende mpaka 2023 ikisogee kikokotoo hicho mbele kisianze. Lakini tulivyoingia awamu ya 6 kikainuliwa tena. Lakini unakumbuka Mei Mosi ya kwanza ya Dr. Samia Suluhu Hassan, tukiwa Mwanza, vyama vya wafanyakazi vilikuja na mambo ambayo wangetaka serikali ifanye. Moja lilikuwa ni kupandisha mishahara, 2 ilikuwa ni kulipwa madeni, 3 ni kufunguliwa vyeo vyao, 4 ni kuangaliwa haki zao za kiutumishi, mazingira kuwekwa sawa na kila kitu, na uwiano wa teuzi za makundi ya wanawake ili yaweze kwenda sawa na wanaume. Lakini nakumbuka mama ameyaishi maneno aliyosema Mei Mosi Mwanza. Kwa kauli yake alisema, haya mengine mliosema naenda kufanya, lakini la mshahara mnivumilie niende kuangalia wage bill. Maana unavyoongeza mshahara ni lazima unakuwa umeongeza matumizi ndani ya serikali, na ni lazima apangiwe budget. Lakini kwa huruma aliyoielewa ya watumishi, aliamua kupandisha vyeo. Pamoja na kwamba budget ilikuwa haijapangwa, lakini aliamua kupandisha vyeo watumishi wa serikali. Na wengine nikashauri, unajua kazi ya mbunge ni kushauri. Kwa hiyo serikali ikiamua ichukue ifanyie kazi. Lakini nashukuru Mungu nilichokuwa na shauri mawaziri wanakibeba, na wakienda cabinet na wenyewe walikuwa mabarozi wazuri. Mimi nasema mabarozi wazuri, na juzi wakati naaga niliwashukuru sana.
wanamshauri mama vizuri. Naweza nikasema nimeingia kwenye regime ambayo ilikuwa na baraza la mawaziri ambalo linamshauri mama ukweli, lakini na mama aliingia akiwa na maono ya kusaidia hawa watumishi. Kwa hiyo walishauri, mama alikubali vyeo vipandishwe, na wale ambao walikuwa wameachwa nyuma. Kumbuka 2016 kuna watu ambao walikuwa watumishi walikuwa wanatakiwa wapandishwe 2016, vyeo vikafungwa vyote, tukaingia kwenye kutoa wafanyakazi wa vyeti fake. Kwa hiyo from there watumishi walikuwa hajapandishwa vyeo mpaka 2021 wakati Dr. Samia Suluhu Hassan anachukua kijiti cha urais. Lakini aliamua ifunguliwe na waende wajirizishe. Wale ambao walikuwa wameiva kupanda 2016 waangalie walikuwa wanatakiwa 2021 wao wamefika wapi. Na tunajua kisheria mtumishi anatakiwa pande cheo kila baada ya miaka 3 kama ametumiza masharti ya kiutumishi ya sifa ya elimu na amejaza zile oprasi zake zimekaa sawa, na ruhusa kupanda. Kwa hiyo aliruhusu vyeo vya mserereko. Yani kama ulikuwa unatakiwa uwe umeshafika daraja la 3, walipandishwa wakafika kule kwa mserereko. Ili nini? Kuondoa wasije sasa wakakuta watumishi wa muda mrefu na walioingia kazini nyuma yao wamejikuta kwenye cheo kimoja. Hiyo ilitaka kuleta kivurugu kingine, kwa sababu seniority inaharibika. Kulikuwa seniority inaenda kuharibika, nani ilikuwa hamna. Lakini ni lazima, sisi sio jeshi, sio polisi, lakini hata kwenye utumishi mnaweza mkawa na cheo kimoja lakini kuna seniority, kwamba huyu ndo alipata wa kwanza, na seniority ile huwa inatoka kwa zile increment zinazoongezwa kila mwaka. Lakini Dr. Samia Suluhu Hassan wakati anaingia alikuta na zenyewe zilikuwa zimefutwa. Kwa hiyo na zenyewe akazirudisha ili ziweze kuwafanya sasa hao waone kwamba wanaka interval fulani kwenye nafasi zao. Tunamshukuru sana hilo kafanya, na zimetumika zaidi ya bilioni 200 na point. Bilioni 226 nadhani na point 5 kuweza kufanya jambo hilo la upandishaji vyeo. Lakini kulikuwa na madeni lukuki ya watumishi yamelipwa saa hizi ni niri, hakuna madeni. Lakini kulikuwa na hicho kikokotoo ambacho kilileta kelele, na mimi nasema leo na washukuru wabunge wote walikuwa wabunge wa wafanyakazi. Na hili nimelisema hata nilivyokuwa na agana na watumishi vyama vya wafanyakazi, niwaambia popote pale ambapo mbunge wa Chama cha Mapinduzi atasimama, please msupport, kwa sababu wote waligeuka wakawa ni wabunge wa wafanyakazi. Na kwa mara ya kwanza tulipatana wote na walio wachache ndani ya bunge. Wote tulikuwa tunapaza sauti ili hawa wafanyakazi waangalie kikokoto chao. Lakini Mama Samia alivyomsikivu, budget imeshapangwa tayari, lakini alikubali budget ifumliwe, kikokoto kiangaliwe upya. Kwa hiyo kikapandishwa sasa kutoka hiyo 35 ambao walikuwa serikali wamesema ni hii, kikaenda mpaka 40%. At least ilileta tija. Lakini na huku kwa watumishi wa mashirika nao na sekta binafsi wakapandishiwa ikawa 35. Kwa hiyo ikawa ni win-win. Na hao wakipata 35 sio ruza sana, kwa sababu mishahara yao kwenye mataasisi na mashirika ni kubwa ukilinganisha na mishahara ya serikali. Kwa hiyo tunamshukuru sana kwa hilo, alipoza moto ambao ulikuwa umeanza kufuka moshi. Kwa hiyo ni mengi amefanya kwa watumishi kwa kipindi chake. Tunaposema amejenga vituo vya afya, amejenga mashule, amejenga barabara. Miundombinu ya barabara inamsaidia nani? Wewe kuwahi. Leo hii bila SGR usingeweza kutoka TBC makao makuu Dar es Salaam ukawahi hapa vipindi vya bunge. Lakini leo unaweza ukaja asubuhi ukafanya vipindi vya bunge na jioni ukapanda treni ukarudi Dar es Salaam ukawa na familia yako. Kwa hiyo anapofanya ni kwamba na watumishi amewawekea mazingira bora. Leo hii watu wako wanasema walimu huwa ni sio smart. Lakini kumbe mwalimu alikuwa anajiuliza, hivi napiga suti yangu, naenda kwenye darasa ambalo hata sakafu halina chini, nitakuja nafananaje? Leo nenda jirizishe ukakague shule
zina mpaka feni, zina mpaka tiles chini, zina madirisha ya aluminium. Kwa hiyo mwalimu anatoka nyumbani ana hamu ya kwenda kufundisha, kwamba darasa ninaloenda, atmosphere unajua inaweza ikakuongezea hamu ya kufanya kazi. Na ujue watumishi muda mwingi tunakuwa tuko nao kazini kuliko nyumbani, ametengeneza. Lakini ukienda kwenye hospitali zetu, vituo vyetu vya afya, mimi nimekuwa nikizunguka kwenda kutembelea wafanyakazi, lakini zamani ukiwaambia nakuja kuwatembeleeni, enzi za nyuma huko nikiwa kwenye trade union, watakwambia subiri tuambie ni lini. Kumbe wafiche aibu, tafute mashuka, wataandika wafanye. Lakini saizi ukiwaambia naomba kuja kuwatembelea, wanakuambia njoo. Utakuja saa ngapi? Kwa sababu wanajua saizi kitanda kimoja na ala mgonjwa mmoja, mashuka masafi yapo, dawa zipo. Kwa hiyo hivyo vitu vyote amefanya Dr. Samia kuinua hali ya watumishi wake Tanzania. Kwa hiyo sisi tunasema asante, ameingia akiwa na passion ya watumishi. Sasa hiyo ikanijengea mimi Jenjeri jina. Mimi saizi najulikana nchi nzima kwa watumishi wa serikali. Lakini sasa mimi wanawaambia mara nyingi nimeingia ambao ulikuwa ni wakati sahihi, wakati wa mtu mwenye maono ya kufanyaje, ya kuinua maisha ya watumishi. Kwa hiyo wataona Jenjeri kwa sababu mimi naongea bungeni, lakini kazi ya bunge ni kushauri. Naweza nikaongea mle na sichukuliwe, lakini ninachomshukuru mama na baraza lake la mawaziri, nilikuwa nikiongea wanachukua. Kama ni mtu uliokuwa naangalia vipindi vya bunge, siku nikiwa na mchango, kila waziri amekaa sawa na karamu yake. Hilo ilikuwa inanipa faraja sana. Wanakaa kuandika, wanajua lazima huyu leo atasema vitu ambavyo vina impact kwa watumishi na tuende kuvifanyia nini? Kuvifanyia kazi. Na namshukuru Mungu nilikuwa ni mfuatiliaji mzuri. Mimi sio wa kuinuka kukaa na mawaziri pale. Lakini waziri tukisha airisha hapa nampigia simu, utanikuta Mtumba ofisini kwako. Kuna nini? Bwana mimi utanikuta Mtumba. Na anakuja ananikuta, tunakaa tunaongea. Lakini nimekuwa na rekodi za aina. Naweza nikasema kwenye mshahara ni lazima nimshukuru mzee Mkuchika na Mheshimiwa Jenista Mhagama. Ndo walikuwa wameanza, maana alianza kidogo Mheshimiwa Mkuchika, na mimi nilivyoingia ndo ulikuwa moto wa kwanza, mchango wa kwanza bungeni ulikuwa ni mishahara ya watumishi. Wakati mzee Mkuchika ananiambia ngoja tuanze kulichakata tulifikishe kwa mheshimiwa, akawa yeye ameondoka, akaingia Mheshimiwa Jenista. Mheshimiwa Jenista huyo nilikuwa namfuatilia. Yaani akienda hapa namwambia dada mkubwa, tuna tabia kumuita dada mkubwa bungeni, nakuja. Njoo. Naenda tunaongea na wakananipa moyo. Lakini tukitoka hapo Wizara ya Fedha, kwa sababu madam mimi nilikuwa nimefanya Wizara ya Fedha, pale naingia kila mlango na ujua nipite wapi. Waziri akija ananikuta nimeshafika kwake. Katibu mkuu anakuta niko kwake. Jamani, hebu angalia mnapanga budget sasa, mishahara, utumishi, kwa sababu lazima mshahara, utumishi na hazina washirikiane. Ile ni wage bill. Mwenye kutoa pesa ni waziri wa fedha, lakini mwenye kusimamia wage bill ni katibu mkuu utumishi. Na anaangalia lisije bajeti lile likapanuka sana, serikali ikashindwa kulibeba. Lakini walitupiga surprise ya kwanza, ilikuwa ni 22-23. Yaani kwa miaka 6 Dr. Samia amepandisha mshahara kima cha chini mara 2. Kwa 22-23 alipandisha kutoka 300,000 kwenda 370,000. Ambayo ilikuwa ni nyongeza kama ya 23% na point. Na ukumbuka ilikuwa sio kipindi cha budget. Yeye ndo anajua alipataje hela, akapandishia watumishi mshahara. Tukamshukuru sana, tukampongeza sana. Lakini kila saa nikawa nawasitiza watumishi, jamani, wajibu na haki vinaendana, na nyie piga mzigo ili mama aona furahi sasa, na nyie awape haki yenu. Tumeenda Mei Mosi Singida juzi, sasa ndo alikuja na pigo ambalo lilikuwa sio la kawaida, kupandisha kwa 35% na point, kutoka 370,000 mpaka 500,000. Kwa sasa alivyosema pale, siku ile mimi niliruka sana, na nilikuwa nyuma yake pale jukwaa kuu, niliruka sana nikashangilia. Lakini kukaa na mtu mmoja, unajua kuna wasioamini, akasema we, haijawahi mshahara upande hivyo. Hii haitawezekana, labda budget itakuja imepunguza. Kwa hiyo na mimi budget nilikuwa nimeisubiri kwa makini sana, nione itakuja na alichosema mama, maana agizo la mkubwa
ni maelekezo. Kwa hiyo budget imekuja inasema hivyo, na Julai 1 sasa watumishi wanaanza kupokea kima chao cha chini ambacho kitasaidia na mishahara ya wengine kupanda, na kama unavyojua kima cha chini huwa akilipi pay. Kwa hiyo hata wewe unavyolipwa mshahara, ile 500,000 ya kwanza haitalipa kodi kwa sababu ni kima cha chini cha mshahara. Sasa wengine huwa wajui, wanafikiria si wataukata kwenye kodi. Hapana, kima cha chini huwa hakikatwi kodi, inayokatwa ni ule mshahara unaoendelea. Kwa hiyo tunamshukuru sana kwa hilo. Lakini ukiangalia kulikuwa na wazee wetu ambao yani kama nimetumia hela chache humu ya kuwanunulia chai, alafu unajua wenyewe wazee wakija wanafikiria wewe kuwa mbunge wa wafanyakazi ndio unaamua kila kitu. Lakini sasa na wewe kwa sababu unaona tumeambiwa wazee wetu hawa tuwalee, ni lazima uwape moyo. Kwa mimi nilichokuwa nafanya na nitumie wasahau ni mshukuru naibu waziri wa fedha Chande. Unajua zamani Wizara ya Fedha kulikuwa na manaibu waziri wawili. Kwa kuwa kuna mmoja anasaidia kuhusu mambo ya uchumi na kila kitu, mmoja ni huduma. Sasa huyo wa huduma, mambo ya pension ya nini vyote vilikuwa kwake. Lakini sasa hivi vyote vimebebeshwa kwa Mheshimiwa Chande. Kwa hiyo wakafuatilia wale wazee. Siku moja tuko kwenye bonanza la bunge kule ambapo watu tunafanyia Grand Meria kule shuleni, nikaambiwa Mheshimiwa Jenjeli unaitwa na wageni wako. Sasa nilipoangalia ni wazee wanakuja. La kwanza lililoingia kwenye akili yangu, mimi mbona sina shamba huku chocha mpango kusema labda nimeingilia mipaka ya watu ni nini. Lakini nikawasikiliza. Wakaniambia tumekufuata hapa utupeleke kwa waziri wa fedha, tumeambiwa yuko hapa. Nini? Kima chetu cha chini haiwezekani, miaka imepita tunalipwa 100,000. Haifai kitu. Wazee hawaeleweki. Nikaambia sasa sikiliza nyewe wazee, tulieni hapa, leo ni Jumamosi, nitafuteni Jumatatu na mje mmeandika maandishi yenu. Si mnajua serikali tunafanya kwa maandishi. Sema mimi nikafikia nimewatoa. Jumatatu wakaja bwana Mzambarauni pale tunamtafuta mbunge anaitwa JJ. Basi wakanipigia pale maaskari. Bahati nzuri mimi hapa Mungu alinibariki, nilipofika wakanichagua wabunge wenzangu niwe kamishna wao wa tume ya utumishi. Kazi yetu ni kuangalia maslahi ya watumishi na kina maslahi ya wabunge. Kwa hiyo utakuta hata maaskari nani wote wanakufahamu. Kwa hiyo wakanifuata wakasema una wageni kule. Nikaenda nikakuta ni wale wazee. Nikaambia sasa wazee wangu, nikaomba pale, nikapita nao nikawaleta kantini hapo. Wakapata chai, nikamwambia nisubirini hapa mpaka saa 7. Saa 7 tulivyoahirisha nikawabeba. Kampigia Mheshimiwa Chande uko wapi? Akasema anaenda ofisini. Nikamwambia nakuja na jambo. Nilijua nikimwambia labda na wageni anaweza akana kazi nyingine kaenda. Kwa tulianza kushughulika na Mheshimiwa Chande na hao wazee. Serikali inaangalia ni nini ifanye, lakini mimi kila siku nawapa moyo. Serikali ikishakwambia itafanya. Nyie vumilieni. Mpaka umeona bajeti ya juzi ambayo tuko bado tunajadili, imesema kabisa kwamba sasa wazee wale wanaolipwa na Wizara ya Fedha, sasa unajua ni wale wazee ambao walikuwa wachangii pension. Kwa wala hawezi wakalipwa na mifuko, lakini ni wazee wetu wengine ambao walikuwa wanafanya kazi labda kwenye vyombo vyetu vya usalama, kwenye majeshi, kwenye polisi, Sasa wale walikuwa wanalipwa na hazina. Sasa wale ambao walikuwa ni ile kima cha chini walikuwa wanalipwa 100,000 kwa mwezi. Sasa serikali imewapandishia kwa 149%. Kwa hiyo wanaenda kulipwa 2,500 kwa mwezi. Kundi lingine ambalo naliwakilisha ni hawa ambao wanajiajiri, lakini sisi tunaamini ni wafanyakazi kwa sababu anapata kipato cha halali. Sasa unaweza ukasema ni vijana wetu wanaoendesha bodaboda, vijana wetu wa bajaji, vijana wetu wa maguta, lakini kuna na wakina mama wamenunua bodaboda zao, wamewapa watu wa kuendesha maguta yao, lakini wana sehemu zao ndogo ndogo wanafanya ujasiriamali. Lakini utaona na wenyewe tumepaza sauti. Tena ilikuwa ni swali na nilichangia kwenye wakati wa Wizara ya Viwanda kwamba sasa inakuwaje kazi ambazo zingefanywa hata na vijana wetu na mama zetu, mathala ni masoko makubwa kama Kariakoo, lakini unakuta wageni anatembeza urembo, si ndio? Anatembeza na yeye nguo mikononi. Hiyo haiwezekani.
hawa mama zetu wa Kitanzania watafanya nini, hawa vijana wetu watafanya nini. Lakini unaona budget hii imekuja na majibu, kwa sababu wanaweka sheria sasa ambayo waziri mwenye dhamana ya biashara ndio atapanga ni kazi gani, ni biashara gani zifanywe na wazawa na ni biashara gani zifanywe na wageni. Kwa basi mazingira ya vijana wetu na wakina mama yameshawekwa sawa. Lakini umeona guta, bajaji na pikipiki zimepunguziwa ushuru. Kwa tunaamini vijana wetu hiyo mikopo wanayopata kutoka halmashauri sasa haitakuwa mzigo kuilipa, kwa sababu wameshapunguziwa ushuru. Watapata hizo pikipiki kwa bei rahisi, watalipia leseni kwa bei rahisi. Kwa hiyo itakuwa rahisi kurudisha mikopo ili la wenzao wakope na wenyewe wapate faida. Mheshimiwa Mbunge, tumeshuhudia baadhi ya sekta binafsi hasa kwenye kampuni hizi za ulinzi, wengi wao wamekuwa wakiajiri vijana na hawawapi mikataba, na inapotokea kuna changamoto kwa yule waliyemwajiri wanashindwa kutatua ile changamoto. Pengine ni kwa namna gani wamekuwa wakijipambanua katika kuwasaidia au kutatua changamoto za namna hii hasa katika sekta hizi? Hayo yapo na tumekutana nayo. Unajua, naweza nikasema ni kukanyaga sheria au kufanya nini, kwa sababu sisi tunaamini hata kama unaajiri watumishi, mtumishi akishakuwa amekaa miezi 6 huyo ni wa kudumu, kama umtaki umtoe. Lakini tunasema kwenye trade union, mahali ambapo una watumishi zaidi ya 10 ni lazima uwe na chama watakachoongelea matatizo yao. Na hawa wa makampuni kuna chama, trade unions ziko nyingi, lakini ingawa zote zinakuja zinaunganishwa na TUCTA, lakini ziko nyingi. Utakuta wa mashambani wana chama chao, wa viwandani wana chama chao, wafanyakazi wa manyumbani mpaka wa mahotelini wana vyama vyao. Sasa tuna tatizo la sisi wa Tanzania kutojua sheria, na wakati mwingine maskini inakuwa ni shida. Mtu amekaa muda mrefu hajapata kazi, sasa anapata kazi, anaingia kwenye kazi bila kwanza kuuliza mkataba kwamba sasa mimi hapa hii kazi mkataba wangu ni upi, mipaka yangu ni ipi. Sometimes anafiri akiuliza kwamba atanyimwa ile kazi. Lakini mimi ni washauri tu kupitia hapa, usikubali kuingia kwenye kazi ambayo hujapewa mkataba. Lakini mara nyingi anayediri na hivyo sana ni waziri wa kazi, vijana na ajira, na ameshughulika nao sana. Tunampongeza waziri wa kazi, ameshughulika nao sana watu wa aina hiyo wanaoajiri vijana wetu, alafu baadaye anamfukuza bila sababu, baadaye anamtafutia kesi bila sababu. Kwa kweli ameshughulika nao, na ndio maana kuna CMA na yenyewe imeshughulika nao. Kwa hiyo mtu akipeleka mashtaka yake kule lazima watampa haki yake. Lakini sasa apate akili hiyo ya kwamba natakiwa niende wapi. Kwenda hapo ni lazima au amejiunga na kile chama cha wafanyakazi ambacho kitamsaidia kumshika mkono. Lakini kama amekaa pembeni hajajiunga, hawezi kujua kama ana tatizo. Ndio maana huwa tunasema ile solidarity. Kwa hiyo mkishajiunga mkawa na sauti ya pamoja, lazima kuna vitu vingine vyama vya wafanyakazi vitasimama vyenyewe. Kwa mfano kama serikali huko, sisi mtumishi anaweza akawa na kosa linalotakiwa labda limpeleke mahakamani, chama cha wafanyakazi kikasimama na wanasheria. Kwa mfano kama Tarugu, CWT, Tuge, hivi vyama ambavyo vina wafanyakazi wa serikali, Rahau, yani kuna wanasheria kabisa, vitengo vya sheria na wasomi kabisa. Zamani wako wanasema vyama vya wafanyakazi ni vya hawa wadogo ambao hawajaenda shule. Hapana. Sisi ili uwe mwenyekiti wa chama cha wafanyakazi ni lazima at least uwe na degree ya kwanza. Lakini ili tukuajiri kuwa katibu wa chama cha wafanyakazi wa mkoa ni lazima elimu yako iwe ya degree, aidha ya social, ya sheria, ya utawala. Ili sasa unapoenda huko kufanya kazi, ufanye ukielewa unafanya nini, unatetea nini. Kwa hiyo sasa wanasheria tunao wazuri tu, na wanasimama mahakamani, wanazitetea kesi, watu wetu wanashinda. Au saa zingine tunayamaliza ndani, mnakaa ndani serikali na chama cha wafanyakazi, mnaangalia ili kosa au mtumishi hakuwa na kosa au alikuwa na kosa, basi sheria inasemaje. Je, huyu mtu ulikuwa umeshamwambia kwamba unakosa? Je, uliwahi kumuonya? Je, uliwahi kumpa karipio? Kwa nini unakimbilia kumdismiss kabla hujampitisha kwenye taratibu zote? Yawezekana alikuwa hajui kama anafanya kosa. Kwa hiyo ni pande zote ziangalie
kuijua sheria za kiutumishi zinasemaje. Na mtazamaji wa TBC, mimi sina la ziada. Alikuwa ni mbunge wa viti maalum Janjeri James Ndate kutoka kundi la wafanyakazi, watumishi wa serikali pamoja na sekta binafsi. Kutoka hapa katika viunga vya bunge jijini Dodoma, Pius Nkanabu, TBC 2.